nilikuwa mbaya hapo mbeleni, lakini kwa saa hii naomba tu muni-trust kwa sababu sitakuwa mbaya tena. Na by the way niliokoka, in fact. Saa hii nataka kuendelea na nani? Na huyu mwenye mmeona tuko na yeye hapa. Okay, hello guys. Welcome to Kitwa Smart KE TV. We say thank you. Tuna appreciate manze. Hey, after vita yote ya jana, mambo haijatulia sababu after vita jana tumepelekana mbio na Evans. Sasa leo ndo nimejua tulipelekana mbio kwa sababu kuna venye umeamuka unasikia. So, tuko hapa na watu wengi wamesema nisiamini Cherono. But Cherono naye ana prove that ni muamini. Cherono ana proof ni amini. Kitu ya kwanza Cherono jana aliweza kutupea Evans na akaniambia aenda mpige huyo Evans. Haya ana kitu. Na that is Kenya Cherono alisema by that was right. So sijajua Cherono ananibeba aje, yani ananibeba wana ama ako sawa. Na msiongee vibaya kumuuza babu yako hapa. So nikiongea vitu kuna Cherono hapa na Cherono amesema leo amekuja kuruka Evans, si kumruka, kusema mabaya Evans kwa kamera hapa saa hii. Anasema hataki kusimama na Evans tena. So that's why we are here na tunataka tusikize kutoka kwa Cherono. Mwenyewe jo amesema at the same time anataka kummeet Evans na Mpasha. So sijui kama Evans atakubali kummeet, but at the same time tuko na nani hapa na msichana wetu. Wacha tuongee na huyu kidogo alafu tukimalizia twende tuweze kummeet Evans. Na kummeet Evans sijui kama okay, wacha hiyo tutaongea kwa history kiendelea. Karibu Cherono. Asante. Watu hawakuamini. Wataniamini leo. Wewe ulikosa nini ndo watu hawawezi kuamini? Sasa kama hawaniamini wataniamini leo. Na watakaa hivi waniamini. Lakini Cherono pia mimi najiuliza. Bwana Evans mmekosana nini ndo hutaki kusikia stories za Evans hata kidogo? Mimi nilikuambia nitaongea kama venye niliongea jana. Jana nilikuambia huyu mtu amefanya vituko mingi sana. Na mimi sitaki kuharibiwa nini? Majina. Jina, kazi, familia. Juu the mzee atasikia si hiyo nimepoteza nini familia. Mimi najua nilikuambia kitu kingine. Evans mambo yenye amenifanyia, mambo amefanya ni mambo mbaya. Wewe na Evans. Paka kurepu watoto. Ana repu watoto? Kwani jana by the way sikukuambia. Ana kurepu kabisa. Evans analima watoto. Na si analima watoto alafu baadaye anakuja si anajua mimi nitamtoa tu. Kama huyu wa shule ama kuna wengine? Si huyu tu. Wengi? Si huyo tu. Okay, lakini sasa pia wewe nasikia kuna kesi uko nayo. Nimepigiwa simu mingi sana kutoka to different fans, different people. Kesi gani? Wakiniambia Cherono uko na makosa. Na hata kama unatupea Evans, lakini wewe ni msaliti. Unakubali wewe ni msaliti? Mimi si msaliti. Mbona wewe si msaliti? Kwa sababu nilishaondokea hiyo ya usaliti ya kuona. Tunaamini aje umeondokea. Unajua kutupea Evans haimaanishi umeondokea. Sasa na maybe unatupea. Ulijua kesi ni kesi gani unajua? Mimi najua. Hiyo uko naambiwa na watu. Mimi nimepigiwa kesi simu na kesi mingi. Wewe kuna kesi uko nayo kwa Bella? Bella? Bella hata simjui. Haujui Bella? Hapana. Hujui Bella? Kama unataka kusaidika kwa huyo Bella, unaweza enda kwake. Mimi hatuko na Bella. Niko kwako sasa hii niko kwako, mimi siko kwa Bella. Na ndio nimekaa na Bella kwa sababu siko kwake. So, hauna kesi yote kwa Bella? Hapana, sina. Haya, sasa mimi nataka uniprove that hauko na Evans. Hiyo tu. Mimi sitaki mambo ya Evans hata kidogo, hata kidogo. Juu ukiona mtu ana rape watoto, analala na watoto. Hata wacha hao wenye wako class 6 ama 5, wadogo. Hata wewe unaweza mtrust tena kutoka hapo. Lakini pia wewe nasikia wewe umeiba mtoto wa mtu mahali anaitwa Miriam. Na wewe maybe wewe ndo uko na yeye. Unajua pia mimi kukutrust Cherono inakuwa ngumu. Hata kama umetupea Evans, lakini unatupea ina way. Mbona wewe mwenyewe usimiti tu Evans, umwambie Evans sitaki na hii. Nilikwambia ukitaka ni meet na yeye life. Unashinda ukituambia utaki stories za Evans. Nikitaka kwenda life. Tutaenda na tutaenda na nyinyi wote. Mimi nataka umiti Evans. Na sitakuruka kama unafikiria nitakuruka. Mimi nataka wewe mwenyewe umiti Evans na umwambie iko hivi na si nje hapa kwa kamera. Ndio pia mimi nikutrust. Na mimi ndio nimekuambia, si hata mafans wananiona.
watu wako wananiona, niko kwa kamera, nitakupeleka mahali nani? Evans yako. Na nimpashe ukiwa hapo, ndio unitrust. Na munitrust kwa sababu mimi sitaki jina yangu iharibike tena. Nishatoka huko. Labda ni game wana tu. Hapana, sichezi game hata kidogo. Sasa hivi hata nimeokoka, hata Sunday nilikuwa church. Sitaki mambo mingi. Lakini mimi sitaki ugaidi, hapana. Sasa sitaki tuende na wewe. Wacha nikae kwa kazi yangu sasa. Sitaki tuende na wewe kwa Evans. Ionekane kuwa ati mimi nimekupeleka kwa Evans. Mimi mkienda kumit na Evans, mimi sitaki kukua hapo. But I want you to prove me that hauko na Evans. Na ukienda kwa Evans, mnaenda kuongea nini na Evans? Swali tu. Wacha nikuambie. Mnaenda kuongea nini na Evans? Nataka yani wewe uprove sina haja na maneno za Evans hata kidogo. Ndio unitrust. Okay. Munitrust. Swali ningependa kuuliza. Evans kwa watu wa gava, ako tu na wewe ama ako na wengine? Hapana. Tulikuwa tu na mimi, tulikuwa tumeshikana mimi na yeye. Kwa sababu angekuwa na mtu mwingine ningekuwa nimejua juu niko kwa gava. Na huyu mwenye mlikuwa mnashinda mkisema Kiprono. Kiprono ni nani? Kiprono tu tulikuwa tumekutana huko nini? Huko kunaitwa aje? Kiganjo. Mkutana na Kiprono. Na nyinyi mlipiga askari wangu. Mnataka niichukulie aje? Askari. Mlifukuza askari wangu. Mpaka mafans wakaona askari wangu. Nilikuuliza, kuna kitu moja niliuliza. Unaweza ikuwa aje na askari pale? Askari muoga. Angebaki kuwa hapo tu. Si kukuachanisha ama kuachanisha wale wengine mlikuwa na wao. Askari si muoga, ana deal na wakora hapa kwa hapa. Na gaidi hapa kwa hapa. Huyo si askari, na ukitaka umwambia nienee mahali nitaenea. Huyo si askari. Muoga, anatoka mbio. Hai hapana. Ama anakunywanga. So Jerono swali. Ama ulikuwa umembaia nini? Mimi si kwa nini mbaya. So Jerono swali langu ni unataka kuwa na mimi ama unataka kunisaidia? Hapana. Nataka kuwa na wewe. Mimi sitaki mambo ya kusaliti mtu. Nimekuambia nimeokoka kutoka wapi? Sitaki mambo mingi, sitaki Evans karibu na kwanza mimi nikimuona, acha nikuambie. Utajua hapo, utanitrust hapo. Na sasa huyu wewe utaweza kupata Evans sababu na sasa Evans hana trust na wewe. Hawezi ni trust. Evans hana trust na wewe. Hawezi ni trust. Usidanganye sasa tena utapigia Evans simu akuja cause yesterday alishinda akitaja Cherono. Cherono wa fax. What amekupigia simu? Mimi hajanipigia, hawezi. What is that? Evans hawezi kutrust. So wewe utafanya aje ku make sure that uko na Evans? Nimekuambia heri hata nimpeleke mahali yako juu mimi najua base zake zote. Tuende nimpache mkiwa hapo nyinyi wote. Siwezi wapeana. Ukweli siwezi wapeana. Peleka tu vizuri dada. Hapana. Si tuende ndio muamini. Si nyinyi ndio wengi, mimi ndio mmoja. Pia mimi sikuamini. Kama amesaliti Evans. Na mimi acha nikuambie, siwezi. Tunaona leo niko na furaha hata nacheka mkiongea. Niko sawa. Tuende baka hapo. Umeshika kuku. Fanya hivi before tupeleke. Nataka tuangalie hii kamera. Uproof my fans that hautatubetray. Yeah. Angalia tu kamera waambie tu mafans kweli. Hata mafans hawakuamini kabisa. Wanasema tu kito. Songana na huyo mtu. Angalia tu kamera waambie tu mafans kile utawaambia. Okay guys. Mafans hata mkiniona hapa nilikuwa mbaya hapo mbeleni, lakini kwa saa hii naomba tu munitrust kwa sababu sitakuwa mbaya tena. Na by the way niliokoka, in fact. Saa hii nataka kuendelea na nani? Na huyu mwenye mmeona tuko na yeye hapa. Lakini mambo nasikia mambo ya Bera, niko na case na Bera, hapana. Uko hapana. Na sitaki kuwa msaliti tena. Nataka kuwa mzuri, nataka mtrust kwa sababu ninaomba tu nikuwe mzuri kwa familia yangu. Kwa mafasi wangu. Enyewe, by the way si kuwa mzuri lakini saa hii niko very good. Okay, so Cherono ningependa kuuliza swali la mwisho. Huyu msichana sisi tuko naye. Na maybe kuna mambo wewe according to you ulikuwa unajua huyu msichana alikuwa nani kwa Evans? Huyu msichana kulingana na venye mimi najua Evans alikuwa ni kama girlfriend
na boyfriend. But niliona ni vibaya kwa sababu hata mimi ni mzazi. Na yule mtoto niliona ni mtoto mdogo. Nikakaa hivi nikaona hai make sense na Evans na huyo mtoto. Naona tunafanya vibaya in fact. Juu huyo ni gaidi. Anaweza mfanyia wafanye chochote watafanya, sijui kama wanakurananga ama hawakuranangi. Haikuhusu. Hainihusu hiyo. Lakini unajua sasa tulikuwa na mpango sisi wote watatu hata huyo mtoto. Lakini ndio umesikia nikikuambia nataka mafans wani trust. Juu nataka tuende huyo mtoto. Huyo mtoto atueleze then nijue venye tutamconfuse aachane na nani? Evans. Kwa sababu huyo ni mtoto mdogo. Baadaye Evans atakuja kumfanyia kitu yenye ataua na sijui kutakuwa aje. Ataua. Ndio. Na Evans ataua mtoto. Rahisi sana. Evans anaweza muua. Kama anaripu mtoto wa nini? Wa 3 years. Huyo mtoto. Evans amerepu mtoto wa 3 years. Iwe. Mimi ndio najua. Na niko hapa ndio mafans wani trust. Sitaki kuwa mbaya tena. Nasikia unamchomelea. Hapana. Hata kama tutaenda mahali yako, utasikia venye nitamwambia ukiwa tu hapo, eri hata mjifiche. Na swali ningependa kuuliza. Huyu mzee anajiita Magi. Wewe unajua Magi? Magi. Nasikia mmekuwa na biashara na yeye, wewe Evans na wengine. Magi, wewe unajua Magi? Magi kulingana na venye namjua walikuwa sana nasaidia Evans. Na wewe ulikuwa sana saidia nani? Ya Evans. Wewe pia. So kumaanisha wewe na Magi mnajuana. Hatujuani vile. Ulichochero kuna watu tunatafuta. Hao ndio wanaitwa Hope. Na nani? Hope na nani? Hope na huyo main. Nani aliongea vizuri akasema amesikia hiyo story. Usiniambia haujui story kuhusu Hope na Ann. Hope na Ann ni watoto wenye Evans amekidnap na wanataka kuplaniwa kwenda wapi? Alisema wanapelekwa wapi? Mombasa. Afaa wapelekwe Mombasa. Usiniambie haujua watoto wako kama wako. Sasa wacha nikuambie sasa. Niambie kuhusu hao watoto. Wacha sasa nikuambie. Hao watoto kulingana na venye nilisikia. Mimi nilisikia. Si kuona. But nilikuwa nataka ni confuse Evans. Aniambie hiyo story kama anaijua. Lakini juu ni guide mkubwa, lazima akue anajua hiyo story. So kumaanisha kikosi chenu, kikosi chenu. Kiko na mission tofauti. Unaweza pata kuna mission ya Evans kando. Maybe kulikuwa na mission ya huyo msichana namjua but so kila mtu ukuje na mission yake. Si ukweli? Kila mtu ukuje na mission yake na mwenye amesimamia hiyo mission ni huyu guide mkubwa. Evans. Na hizi mission zina benefit na nini? Sido. Pesa. So what do you think what you can do? Tufanye aje? Naweza taka sana tuone huyo mtoto. Mahali mlimwacha. Tuko naye ataletwa tu ako tu within. Hatungemwacha tuko tu naye ako tu. Unaweza mleta. Tumuojioji, tujue venye tutamconfuse. Na najua hata yeye anajua mahali Evans sahi yako. So what can we do? Tumutafute. Mtafute mtoto. Sijui Marcus, muda organize mulete Vivian. Anaitwa Vivian ama Vivian? Something V. Vivian. Niambie Namu akuja na yeye. Mtaorganize akuje. Kwa sababu pia sisi ameanza kutusumbua. Jana tumeenda na yeye vizuri, akakula vizuri, lakini hatukulala na mahali tulilala na yeye. Yeye alilala kivyake. Kuna venye anatusumbua. So kumwachilia arudi kwenye alikuwa. Hatukumwachilia tu. Kwa hii kazi yenu mnakulanga kiapo. Lazima. So lakini hiyo sasa unaachilia ndio ukue mtu mzuri. So kiapo yenu inakuanga ya nini haswa? Yaani unakula kiapo sababu gani? Si kwa sababu ya ugaidi yenye unafanya huko nje. Ustuki. Kama Evans sisi amekula sana kwa sababu unaonanga kulingana na venye tunaongeanga na yeye. Huyo mtu hata one time atachizi. Evans. Ikiendelea kuisha unaendelea ukichizi. Na niliona jana alikuwa anakuja ni kama anafika mahali ana nikaona huyu anaenda.
Ni hiyo kiapo. Ni kiapo inafikanga mahali, inafikanga mahali inakugeuka. Inakugeuka. So tufanye hivi without wasting a lot of time. Mimi tusonga hapa tuongea na wewe Cherono kidogo hapa. Wasisikie. Najua Cherono kuna kitu inanisumbua. Mimi bado sijakutrust. So niambie, unajua mimi sitaki. Ona kama hiki kiko. Wewe niambie, juu mimi hakuna sisi kuna kitu nimekulipa. But umefika tu aje mara moja ukasema utaki kufanya biashara na Evans. Kwa sababu mimi nimekuambia kitu moja. Nataka jina yangu ikue safi. Nataka kazi yangu ikue safi. Sitaki kuharibiwa kazi. Juu the more una extend mambo kama hiyo. Watu wanaenda wakikujua. Sasa nikuulize, kazi ni kwetu wajue. Lakini nasikia kuna maofisa uko na wao pia wewe mwenyewe. Mimi hata kama hapana. Hiyo ni siri yangu mimi mwenyewe. Kwa government unakuwa na siri yako peke yako. Lakini kushikana na mtakuja kujiuza nyinyi wote. Lakini mimi niko na wasiwasi sababu hakuna venye. So, uko ready unaenda kummeet Evans? Kabisa. Evans tutammeet aje? Nimekwambia kama mlipata huyo msichana ama huyo mtoto. Nataka mumlete hapa. Ni muoji baadaye nitamconfuse. Venye tutaenda kwa Evans. So kumaanisha sasa wewe saa hizi wewe kutupea Evans ni ngumu, lazima tutumie huyo msichana. Lazima tutumie huyo msichana kwa sababu inakuwa ngumu kwa sababu unaona nilimpeana. Nilimpeana na ndio nilikuwa nataka mprove. Si wasariti hata kidogo. Na siko na yeye hata kidogo. Wewe. Mimi naogopa, so tutafanya aje? So ukimmeet Evans sisi tunaweza enda but sisi hatutaki kuonekana kuwa tuko pale. Ndio nataka mkimmeet Evans sisi tutachificha mahali. Evans asicho tuko area. Reason being si hatujui utammeet atakuaje. Kwenda tu mmeet, muongee mambo yenu, umwambie kenye unamwambia, but remember still we are looking for Evans. Kwa sababu hatujapata hawa watoto. Umeelewa? There's another case yenye bado Evans anajua yeye ndo anajita Karo. Umeelewa? So kuna mambo mengi yenye bado tunahitaji kutoka kwa Evans. Siko sure kama tunamalizana na Evans sasa kama haja provide hawa watoto. Mamake tumeongea naye jana. Mamake ni mtu wa kulialia. Unamwambia hivi analia hivi. Unamwambia hivi analia hivi. Hata tumesema kwa hii mission tutakuita tukipata nani? Yule maid na wale watoto. Sababu anasema hata mama wa maid alisikia rumors akasikia mtoto wake yuko. So alijaribu kuconvince kuwa mtoto wake ako. So imagine hiyo kitu, hata wewe ukae na mtoto wa mtu na usikie kuna kitu imemfanyikia. Ama mtoto wako mahali kitu imemfanyikia. Na hiyo unaona ni vibaya sana. Ni vibaya sana. Yule bado ni mtoto mdogo, anafaa kuwa shule. Anafaa kuwa shule huyo mtoto. Hafai kuwa huko kwenye mnasema. Kwanza kuna kale lakini mimi nitamsaidia. Nitamsaidia kabisa. Mimi nitamsaidia. Lakini mimi bado nashuku. Usishuku hata kidogo. Kwa nini unanishuku baka jana? Cherono mimi sikutrust. Kutoka jana au nitrust? Trust. Mimi ufanye ndio nikutrust. Juu nataka huyo mtoto akue saidi yangu na saidi yenu. Mgani? Huyo sasa mwenye atatupea nani? Evans. Nani Vivian? Mimi nasikia tu yani Cherono I'm not okay. Sababu mimi naweza kutrust ukuje unimalize. Hapana. Ama ukuje umalizane na. Hiyo nayo si unaona tunakutana nayo unaniona na kuwa na kitu sisi. Siraha. Sasa na Evans utammeet aje? Mimi. Utammeet mikono. Wewe usijali. Utammeet mikono tupu. Lazima wewe usione maaskari tu hivi wanatembea hivi. Na sasa mimi unaniuliza vizuri, unaniona niko na kitu. Na tena unasema unajua kwa nini? Wacha nikuambie. Kwenye nilikuwa si Evans hawezi nishinda. Evans hajaye kuwa askari. Hapana. Yeye ni guide tu. Mimi ndio nakwambia namjua. Ni guide tu. Na anapatanga wapi courage yote?
Mimi hata uwezi, unajua sasa ukishakula kile kiapo unakuwa wazimu zaidi ya wazimu. Na napata hii courage yote. Ni sawa. Mlete nani? Naona Marcus mlete. Nimeona amefika kuja. Tuongee na huyu msichana vizuri kwa sababu mimi nimeona kama ameanza kukeuka. Huyu mtoto alikuwa in love sana. Alikuwa in love sana. Unajua anaweza kuwa in love. But Evans kuna venye anamcholea. Ni kama. Anaweza mchorea na muue asipochunga. Evans. Nani tena kuita Ivan. Nikiona huyu nakumbuka Ivan. Naam, umepata mpenzi? Unamleta kama umemshika. Uko aje? Evans aliwabaia hizi zilikuwa zinafanana. Uko poa? Naam, amepata mpenzi. Naam, tangu jana alisikia tu msichana ni mromantic anapenda nywele za kifua. Sasa naam atoki hapa. Naam anaanga. Msichana ni mdogo sana. Mwache kumuongelelea. Naam anaanga nywele za kifua. Huyu ni mtoto mdogo. Kifua inakaa kipara. Sawa, sasa ukoaje? Wewe umetusalimia sana. Napenda kusalimia. So, umeamka aje? Naamka poa. Umeamka poa. Umekunywa breakfast? Ni sawa basi.